Matumizi ya dawa za kulevya yana athari kubwa kwa jamii kwa kuwa huchangia kuongezeka kwa uhalifu kama vile wizi, poraji, vurugu na biashara haramu ya dawa hizo za kulevya, ambapo baadhi ya watumiaji hulazimika kufanya vitendo vya uhalifu ili kupata fedha za kuendeleza matumizi yao. Aidha, matumizi ya dawa za kulevya husababisha kuvunjika kwa familia, kuongezeka kwa ukatili wa kijinsia huko majumbani, utoro na kuacha shule, ukosefu wa ajira pamoja na kupungua kwa uzalishaji na maendeleo ya kiuchumi. Lakini kwa jitihada zinazoendelea hivi sasa dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya mkoani Tanga, kwa sasa baadhi ya wakazi wa mkoa huo wanaeleza waziwazi hatua kubwa iliyofikiwa na namna ambavyo hawana mashaka tena dhidi ya uhalifu na mambo mengine yanayosababishwa na matumizi ya dawa za kulevya. Said alimaarufu kama Said G, yeye ni mkazi wa kata Majengo mkoani Tanga na mzaliwa wa mkoa wa Tanga. Katika kata yake ya Majengo ilikuwa kitovu cha dawa za kulevya mkoani Tanga, na sasa anaeleza hali ilivyo kupitia mradi wa Gift of Hope unaosimamiwa na Tanga Yetu kwa ufadhili wa Foundation Botna ukiratibiwa na Innovex. Mimi ni mkazi wa Tanga, mzaliwa wa Tanga, ni mwenyeji wa katika kata hii ya Majengo hapa. Tuko hapa muda mrefu, tumezaliwa hapa, tumesoma shule ya Masiwani hapa. Tumesoma BAKWATA. Kwa kifupi tukiingia katika mada, hali ya halisi ya madawa ya kulevya katika miaka 5 ya nyuma na kurudi nyuma zaidi katika kata yetu ilikuwa ni mbaya sana. Yaani ilikuwa ina maharibiko ya hali ya juu sana. Lakini tunashukuru mpaka muda huu juhudi za serikali zikishirikiana na taasisi ya Gift of Hope kweli karibu 90% hii hali imepungua sana, kwa sababu ilikuwa kila eneo ulikuwa ukiwakuta vijana ambao wameharibikiwa katika hali ya madawa, walikuwa wako vikundi wengi sana, na walikuwa wauzaji pia, walikuwa eneo hili ndio eneo lao kubwa. Watu kutoka kata zote huko, wanaotoka Mapinduzi, wanaotoka Donge, wanaotoka Majengo, wanaotoka Usagara, wa vijana walioathirika walikuwa wakija maeneo haya, ndio ilikuwa kama kitovu cha kununua madawa ya kulevya na kukaa katika maskani garden hivi, kama eneo la sokoni pale, nyumba ya jirani yangu pale juu ukivuka daraja, ilikuwa ndio maskani zao pale. Wanakaa pale na kuendelea na kufanya maharibiko yao kuvuta madawa ya kulevya. Lakini tunashukuru alhamdulillah kwa uwezo wa Allah, juhudi za serikali, juhudi za taasisi ya Gift of Hope chini ya mkurugenzi Said Bandawe, sasa hivi yani imekuwa shwari, wala huwaoni wale vijana. Na mara nyingi nawakuta mimi kama nikenda Bombo, kuna ile wanaita methadone, serikali kupitia taasisi gani kuanzisha ile msaada methadone, ndio vijana kidogo wamepata nafuu kubwa kupitia ile, kwa sababu Bombo kuna makundi wanakwenda kunywa dawa, wanarudi zao. Utawakuta katika hali zao wenyewe, nikiwahoji wanasema kwamba tunapewa dozi kule, na ile inakuwa ni kama mfumo fulani wa ulevi, lakini ulevi ule wanasema hauathiri ule mfumo ulikuwa wa wizi wa kuchafuka sana, umeona. Kwa hiyo wanasema imewasaidia, wanakwenda wanapunguziwa dozi kidogo, wanapunguziwa dozi mpaka mtu anakwenda anaacha moja kwa moja, anakuwa katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo kwa kifupi, mpaka sasa hivi katika kata yetu hii hali ni shwari sana tena, kwa sababu kwa uzoefu wangu hii kata ndio ilikuwa inaongoza kwa madawa katika Tanga nzima hii. Hii kata ndio ilikuwa top yani. Lakini juhudi za serikali, taasisi ya Gift of Hope chini ya mkurugenzi Saidi, wamefanikiwa sana, asilimia karibu 90 au 95